Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na kongamano letu, kongamano la kwanza la kuombea muhula au kuombea kusudi la Mungu katika muhula wa pili au semester ya pili ya vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mwalimu Ole Njolai. Namshukuru Mungu, mimi ni mwanafunzi lakini pia ni mwalimu na pia ni mhadhiri kwa neema ya Mungu, na tumekuwa tukiomba kwa ajili ya agenda ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Sasa hivi tunakwenda katika agenda ya 5 muhimu, na chukua daftari lako huku ukiwa na Biblia yako karibu. Tunakwenda kwenye agenda. Kuna hali fulani kidogo ni tofauti ya agenda ya 4 na agenda ya 5, ni utendaji wake tu, lakini mistari inafanana na pia kiagenda inafanana. Kwa tunakwenda mbele za Mungu. Tunakufanyaje? Tunaenda kufanyaje? Soma pamoja na mimi. Tuombe upako wa nani? Upako wa Roho Mtakatifu. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa nini? Wa maandalizi, ambao kazi yake nini? Kuandaa. Wa maandalizi ya nini? Ya kufundisha. Wa maandalizi ya wa maandalizi ya kufundisha, na upako wa Roho Mtakatifu upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha. Neno ni Samueli wa kwanza. Kwa hiyo kama hii ndio agenda yako ya kwanza uliyokutana nayo, kama ambao umekutana na agenda ya 5, kumbuka kwamba kuna agenda ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ambao kila moja na video yake. Nenda kwenye playlist ambapo utakapozikuta hizo agenda, uombe kimtiririko ili Mungu aweze kukufanyia manake maajabu makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ni Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Tutakwenda kusoma mstari wa kwanza, mstari wa 7 na mstari wa 11 mpaka wa 13. Lakini pia tutakwenda katika Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 5, ambayo hii inafanana. Huu ndio upako wa 3. Kwa hiyo ni upako wa kwanza juu ya Daudi, upako wa pili juu ya Daudi, upako wa 3 juu ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu acha kuandika ili tuweze kuandika hii taarifa na hii siri kwenye akili zetu. Sema agenda ya 5. Sema agenda ya 5. Agenda ya 5, tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Omba upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi
ya kufundisha na upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha. Kwa hiyo hapa maneno ya msingi sana ya kukumbuka ni kwamba kwanza wito wa kuomba. Kumbuka maana yake kwamba omba. Tuombe nini? Upako. Upako gani? Au upako wa nani? Wa Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna upako wa aina mbalimbali wa Roho Mtakatifu ambayo kazi yake nini? Utafanya nini ndani yetu? Wa maandalizi ya nini? Ya kufundisha. Na upako wa Roho Mtakatifu, kwa kuna upako wa Roho Mtakatifu wa nini? Wa kufundisha. Kwa hiyo kimsingi kwamba hapa kuna kitu ambacho nimesahau kwenye agenda ya 4, maana yake kwamba agenda ya 4, omba upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi ya kujifunza na upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza uwe juu. Kwa hapa nimesahau uwe juu, ongezea hapa kujifunza. Maana yake hapa hivi, ongezea hapa uwe juu. Uwe juu ya wanafunzi. Uwe juu ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu kuongeza hayo maneno. Hapa nasema kwamba manake hapa pia tunasema kwamba huu upako wa maandalizi ya kujifunza na upako wa kujifunza uwe juu ya nani? Uwe juu ya wahazili. Uwe juu ya wahazili au walimu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa kisha unaandika hii agenda, ni muhimu sana. Nasema agenda ya 5, omba upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi ya kufundisha na upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha uwe juu ya wahadhiri au walimu wa chuo kikuu linachosoma au chuo cha kati unachosoma Tanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi turudi tena, hebu twende tukasome hii mistari, alafu Roho Mtakatifu atufundishe, na baada hapo twende tukaombe. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Kama umefika sema amen. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesema amen wakati huna hata Biblia. Chungulia kwa jirani yako. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Neno la Bwana nasema hivi: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta. Uende nyumbani, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Rudia tena kipengele cha B. Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Mstari wa 7. Mstari wa 6 na wa 7. Ikawa walipokuja alimtazama Eliam, akasema yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Amen. Twende kwenye mstari wa 11 mpaka wa 13. Kisha Samuel akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samuel akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku.
Mstari wa 12, basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Mstari wa 13, ndipo Samuel akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Narudia tena mstari wa 13, ndipo Samuel akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuweke pause hapo nieleze. Bwana Yesu asifiwe. Katika habari hii tunafundishwa nini? Tunafundishwa kwamba hii ni habari ambayo imetokea kipindi cha utawala wa mfalme Sauli. Na ninaposema mfalme Sauli, hatuna maana Sauli Paulo, mfalme Sauli ambaye alikuwa ni Benjamin. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kilichotokea ni kwamba Mungu ndiye, wana wa Israeli walimlilia Bwana, au walianza kunungunika mbele za Bwana, na walianza kunungunika mbele za Samuel, wakamkataa Mungu asiye mfalme wao. Kilichotokea ni nini? Kwa hiyo wakaenda kumwambia Samuel kwamba tufanyie mfalme kama mataifa mengine yanayotuzunguka ili apate kututawala. Samuel akahuzunika sana kwamba hawa watu kwa nini wamemkataa Bwana kuwa mfalme wao. Lakini alipoenda katika maombi, Mungu akamwambia, hawa watu hawajakukataa wewe Samuel, hawa watu wamenikataa mimi. Kwa hiyo tii hicho anachokuwa anakuambia. Baada ya hapo, nini ambacho kilichokuwa kimetokea na nini ambacho kilichokuwa kinaendelea pale? Basi Mungu akawa amempaka Sauli mafuta, akatawala na akaongoza taifa la Israeli kwa miaka 40. Lakini kabla kipindi chake kuisha, yamkini ya kwamba alipofika miaka 15 akawa amemkosea Mungu kwa kutokumtii. Mungu alimwambia kwamba atakapoenda vitani, vita dhidi ya Wafilisti, aweze kuwaua wote na kuua kila kitu kisisaze kitu chochote. Yeye alipokuta kondoo wanono, ng'ombe wanono, akawasaza akisema ni sadaka kwa Bwana. Ndipo Mungu aliposema sikukuagiza kutoa sadaka. Ndio lipotokea ile neno akisema kwamba heri kutii kuliko sadaka. Ni heri kutii kuliko nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa baada ya hapo, kwa Mungu akamkataa. Ila kabla ya kumfukuza Sauli na kumuondoa madarakani, Mungu akaingia gharama, kwa sababu alikuwa hajaingia gharama ya kumwandaa Sauli na kumpitisha kwenye maeneo mbalimbali ambaye atakayokuja kumsaidia kuwa na fikra za kumtazama Bwana. Kwa hiyo Mungu akasema kwamba kabla sijamuondoa yule mkataa, nitaondoa upako wangu juu yake, lakini naingia kwenye gharama ya kumwandaa mfalme atakayeiongoza nyumba ya Yakobo kwa mifumo na taratibu za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo hayo maandalizi yalianzaje? Maana hayo maandalizi yalianza muda, ukisoma kwenye Samueli ya kwanza sura ya 17, wakati Daudi alipokuwa anachunga kondoo za baba yake, maana alikuwa anarukia na simba alikuwa akija na dubu akija anawashughulikia. Lakini utaona kabisa kwamba kimojawapo kilichofungua mlango wa maandalizi, maana yake kwamba Samuel aliambiwa ajaze pembe yake mafuta, na akishajaza pembe yake mafuta aende nyumbani kwa Yese Bethlehem ili apate kumpaka mafuta Daudi. Hayo mafuta kazi yake nini? Sababu maana yake wakati anavyompaka mafuta, alivyokuwa anampaka Daudi mafuta, ndipo ambapo roho ya Mungu ikamshukia Daudi kwa nguvu. Sasa hivi ondoa Daudi, weka mhaziri wako, weka mwalimu wako, weka tutorial assistant wako, weka jina la lecturer wako, weka jina la labda profesa wako, weka jina la mwalimu wako, weka jina la technician wako. Kwa hiyo weka jina la mwalimu ambaye Mungu amekupa katika muhula huu wa pili watakao kuwa nakupa. Weka jina la mwalimu wa kozi fulani, weka jina la mwalimu wa module fulani, weka hilo jina. Kwa maana yake kwamba Mungu aweze kupita na anapopita na anapowapitia au wahadhiri wa vyuo vikuu vya nchi hii na vyuo vikuu vya kati, manake apite akiwa Bwana Yesu akiwa na pembe yake ya mafuta, alafu awafunike au awamiminie hao wahadhiri mafuta au upako, wapokee upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kufundisha, ambao kazi yake utamwandaa mhadhiri kuja kukufundisha kwa lugha nyepesi na kukufundisha kwa misingi ambayo ataunganisha unachokuwa unakifahamu na atakukumbusha ulichokuwa umekisahau na hicho anachokuwa nakifundisha, lakini pia atakueleza huko mbeleni, manake huko miaka 3 miaka 4 au huko mbele kabisa kwenye ngazi ya juu, nini kinachoendelea katika lile eneo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utofauti wa mwalimu wa mhadhiri ambaye anakuja darasani akiwa hajapokea upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi ili aweze kujiandaa kufundisha, na mwalimu na mhadhiri ambaye kabla ya kuja darasani alikaa barazani kwa Bwana na kuomba na kumwomba Mungu ampe hekima na maarifa na kumfundisha na kumwandaa na kumwomba Mungu amfunulie ajue changamoto na mahali ambapo akili za wanafunzi wake zimekwama na lugha gani nyepesi ambaye anaweza akaitumia ili waweze kuelewa. Sasa iko hivi, haitokei automatically. Mwambie jirani yako haya mambo hayatokei automatically. Mwambie jirani yako mambo ya imani hayatokei automatically. Lazima ufanye, lazima ushiriki, lazima uonyeshe imani yako kwa matendo, lakini unasema kwamba imani manake pasipo matendo imekufa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaona kabisa kwamba manake kazi ya upako huu wa kwanza ambao alipakwa Daudi nyumbani kwa baba yake ni ili kumwandaa kwa nini? Kufanya kazi ya ufalme. Na kazi ya na sisi tunachokwenda kuomba kwamba tutakuwa na walimu kadha wa kadha, labda walimu 7, labda walimu 8 katika darasa fulani, katika kozi fulani. Manake katika idara wanaotoka idara mbalimbali. Sisi kazi yetu mimi na wewe unajua nini? Ni kuomba tu upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kuandaa kufundisha uwe juu yao. Mimi nakwambia kabisa inawezekana mwalimu huyo alikufundisha semisa ya kwanza muhula wa kwanza, lakini jinsi atakavyokufundisha kwa muhula wa pili, kwa sababu umeongeza na maombi, umeongeza na neno la Bwana, umeongeza na maarifa, umeongeza na kiwango chako cha imani cha kupokea na cha kutarajia kabisa, utakachokiona utaona kuna mabadiliko na kuna kitu kikubwa sana kimefanyika kuanzia ulimwengu wa roho mpaka kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wanaoombea wahadhiri wao, lakini mimi nataka nikueleze, ungejua mapambano tunayokuwa tunayapitia, ungetuombea usiku na mchana. Lakini nategemea pia labda waziri wengine hawataki kuombea, lakini mimi kama mhadhiri wa elimu wa nchi hii ya Tanzania, na kama mhadhiri wa uhandisi wa electronics na mawasiliano angani, na kama mhadhiri wa hisabati, na kama mhadhiri wa lugha za kompyuta, ninaomba uniombee usiku na mchana. Na kama mhadhiri pia wa neno la Mungu, ninaomba uniombee usiku na mchana. Na kama mhadhiri pia wa masomo ya sayansi, naomba uniombee usiku na mchana. Mimi nahitaji maombi yako na sala zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo huo ndio upako wa Roho Mtakatifu na ukuja ili kukuandaa kufundisha. Mimi nahitaji huo upako. Niombee huo upako kila siku. Alafu utaona jinsi gani ambavyo Mungu atakavyonibadilisha, na huo upako atakavyonibadilisha na kunisimamisha kwenye nafasi ambayo Mungu aliyokuwa amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende katika kipengele cha B ambao anasema kwamba pia kuomba nini? Upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha. Upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha uwe juu ya wahadhiri. Manake naomba upako wa Roho Mtakatifu, upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha uwe juu ya wahadhiri wangu. Ninaomba Mungu, ninaomba upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha uwe juu ya wahadhiri wangu. Ribaraka shikaraka bakarikaraba rimbaraka shikoro riboroko shikaraka bakashikoroko boko shikara rimbaroko shikoroko boko shikara rimbaraka shikoroko boko shikara rimbaraka shikoroko boko shikaraka bakashikoro rimbaraka shikoroko boko shikara rimbaraka shikoroko boko shikara rimbaraka shikoroko boko shikaraka bakashikoro rimbaraka shikoroko boko shikara ribaroko shikoro rimbaraka shikoroko boko shikara riboroko shikara ribaraka shikoro rimbaraka shikoro boko shikara rimbaraka shikoro rimbaraka shikoro boko shikara rimbaraka raka shikoro ribaraka shikoro ribaraka shikoro rimbaraka shikoro boko shikara rimbaroko shikoro rimbaraka shikoro rimbaroko shikoro rimbaraka shikara kabaka shikoro rimboroko shikara rimbaraka shikoro boko shikara riboroko shikara riboroko shikara rabaraka shikoro boko shikara rimboroko shikoro boko shikara rimboroko rimbaraka shikara ribo raka shikara kabakashi rimboroko shikara kabaka raka shikoro rimboroko shikara kabaka shikara riboroko rimboroko shikara raka shikoro rimboroko shikara kabaka raka shikoro boko shikara rimboroko shikoro boko shikara rimboroko shikoro boko shikara rimboroko shikoro boko shikara riboroko rimboroko shikara rimboroko shika riboroko shikoro rimboroko
shikoroko boko shikara riboroko shikara riboroko shikoro riboraka shikara riboroko shikoroko boko shikara raka shikoro riboroko shikoroko boko shikara ribaraka shikoroko boko ribaraka raka shikoroko riboroko shikoroko boko ribaraka riboroko shikara riboroko ribaraka shikara raka shikoroko boko shikara raka shikoro riboroko shikoroko boko shikara ribaraka shikara raka shikoroko boko riboroko shikara riboroko ribaraka shikara kabakashiko ribaraka shikoroko boko shikara riboroko shikara kabaka riboroko ribaraka shikara raka shikoro riboroko shikara ribaraka raka shikoro riboroko shikara riboroko ribaraka raka shikoroko boko shikara raka shikara riboroko shikara raka shikara kabaka riboroko shikara kabaka riboroko ribaraka shikara kabaka shikoro raka shikoro riboroko shikara raka shikoro boko shikara riboroko shikoro ribaraka raka shikoro riboroko shikoro ribaraka shikoro boko shikara ribaraka raka shikoro ribaraka raka shikoro riboroko shikara raka shikoro riboroko shikara kabaka ribaraka shikara riboroko shikoro boko shikara riboroko shikoro riboroko shikoroko boko shikara ribaraka shikoro niombe riboroko shikara kabaka shikara riboroko shikoroko boko shikara ribaraka riboroko shikoro boko shikoro ribaraka shikara riboroko shikoro boko shikoro riboroko shikara raka shikoro riboroko shikoro boko shikara ribaraka raka shikoro riboroko shikoro boko shikoro riboroko shikoro boko shikoro riboroko ribaraka raka shikoro boko shikara raka shikoro riboroko shikoro ribaraka raka shikoro ribaraka shikoro ribaraka raka shikoro riboroko shikoro ribaraka shikoro raka shikoro boko shikara raka shikoro riboroko shikoro. Mungu tuinulie wahaziri riboroko shikoro, waombaji katika wanafunzi na wafundisha riboroko shikoro riboroko shikoro boko shikara raka shikoro ribaraka shikoro riboroko shikara raka shikoro riboroko shikara kabaka raka shikoro ribaraka raka shikoro boko shikara raka shikara kabaka raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro boko shikara raka shikoro ribaraka shikoro boko shikara raka shikoro boko shikara raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro ribaraka shikoro boko shikara riboroko shikoro ribaraka raka shikoro ribaraka shikoro raka shikoro ribaraka raka shikoro boko ribaraka raka shikoro boko shikara ribaraka shikoro ribaraka raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro riboroko shikoro raka shikara kabaka shikoro ribaraka raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro boko shikara raka shikara raka shikoro ribaraka raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro boko shikara raka shikara raka shikoro boko shikara raka shikara raka shikoro boko ribaraka raka shikoro ribaraka shikara kabaka shikoro ribaraka raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro ribaraka shikara raka shikoro boko shikara raka shikara kabaka shikoro ribaraka shikoro riboroko shikoro boko shikara kabaka shikoro. Asante Yesu. Ribaraka shikara kabaka shikoro. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ribaraka shikoro, tunaomba upako wako, ribaraka Roho Mtakatifu uwe juu, ribaraka sia haziri, riboroko shikoro, riboroko shikara kabaka shikara, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninaombea wahaziri, riboroko wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikara. Ninaombea maprofesa, ribaroko wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ninaombea Bwana, ribaraka senior lecturers wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikoro. Ninaombea Bwana
Bwana, riboroko shikaraka bakashikoro assistant ribaraka shikaraka lecturers riboroko shikoro wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ninaombea Bwana, riboroko shikoro shikaraka assistant lecturer wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ninaombea Bwana, tutorial assistant wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikaraka. Ninaombea Bwana, instructors ribor wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikaraka instructor 2 ribaraka taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Naomba Bwana senior instructor, naombea Bwana senior instructors ribaraka instructor 2 riboroko shikoro ribaraka taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ninaombea Bwana ribaraka instructor 1 instructors 1 riboroko shikoro shikara. Ninaombea Bwana ribaraka shikara workshop technician wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, lab technician wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikara kabaka ribaraka shikara kabaka shikoro ribaraka shikara kabaka ribaraka shikoro kabaka shikara. Ninaombea wakuu wa idara ribaraka, namwambia mkuu wa idara ribaraka wa uhandisi electronics na mawasiliano angani ribaraka wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Namwambia mkuu wa idara ribaraka shikara kabaka shikoro ribaraka shikara kabaka shikoro rakashikara wa idara ya umeme wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikara. Namwambia mkuu wa idara ya ujenzi ribaraka shikara wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikara. Namwambia Bwana mkuu wa idara riboroko shikara wa sayansi na teknolojia ribaraka wa sayansi ya maabara ribaraka shikara na teknolojia wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Namwambia Bwana riboroko mkuu wa idara wa idara ya mitambo ribaraka shikara wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikara. Namwambia Bwana riboroko shikara mkuu wa idara riboroko shikara wa idara ya umeme riba wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riboroko shikara. Namwambia Bwana mkuu wa idara wa idara ya masomo ya jumla riba wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Namwambia mkuu wa taasisi na makamu mkuu wa taasisi na bodi Bwana ya uongozi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, riboroko shikara. Naombea wasaidizi wote Bwana wa mkuu wa taasisi riboroko shikara kabaka shikara. Asante Yesu kwa ajili ya upako wako. Mungu, tuinulie waombaji katika wanafunzi Bwana wetu Bwana, watuombee usiku na mchana juu ya upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kufundisha na upako wa Roho Mtakatifu Bwana wa kutusaidia tuwafundishe watoto wako katika roho na kweli, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Mungu ni mwema. Asante sana Mungu, tunakushukuru kwa maana umesikia maombi ya agenda yetu ya tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa maandalizi ya kufundisha na upako wa Roho Mtakatifu wa kufundisha uwe juu yetu sisi wahadhiri. Tunapokea huo upako kwa imani katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na 16, ukisema na huu ndio ujasiri niliokuwa nao kwako, ya kwamba tukiomba neno lolote Bwana, tukiomba neno lolote sawa sawa na mapenzi yako, tunajua kwamba tukiomba, na huu ndio ujasiri niliokuwa nao kwake, ya kwamba tukiomba neno lolote sawa sawa na mapenzi yake, tunajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba, na yeye ni mwaminifu na kutimiliza na kufanya zaidi ya tuyaombayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongera sana. Jiandae kwa ajili ya kuweza kuomba kwa ajili ya agenda ya 5, agenda ya 6.